Ili uweze kusogea, uweze kubadilisha mtazamo wako, anza kujievaluate, anza kujikagua ya kwamba jambo la kwanza, je, nimewekeza nguvu zangu masaa 24 yaliyopita katika mambo yote ambayo nimeyafanya, jitihada zote ambazo nimezifanya, labda nimekuwa na biashara, nimewekeza kwenye kipi? Je, ni jambo ambalo linaweza nikalicontrol au ambalo siwezi kulicontrol? Focus kwenye mambo ambayo unaweza kuyacontrol. Na kwa takwimu, ili mtu aweze kufanikiwa, ili wewe pia uweze kufanikiwa, 90% ya muda wako uwekeza kwenye mambo ambayo unaweza kuyacontrol. Huwezi ukacontrol namna ambavyo wengine wana mawazo tofauti dhidi ya vile ambavyo unafanya. Mipango uliiweka wewe, lakini wakati fulani umekuwa ukiogopa namna ambavyo mtu unaweza ukawa judged au mtu akakufikiria kwamba hili jambo mbona hujalifanya vizuri. Huwezi ukamcontrol namna ambavyo anakuona, lakini wewe unaweza kucontrol vile ambavyo unaweza kufanya maamuzi ya labda ya kukuza ujuzi fulani kuendana na kufanikiwa katika biashara fulani. Hiyo iko ndani ya uwezo, lakini jinsi ambavyo wengine wanatoa mawazo mbalimbali dhidi yako, hauwezi kufanikiwa. Kwa hiyo yale yote ambayo yanatokea ndani, ambayo yanatokea dhidi yako, hauwezi ukayatabiri kwa sababu yanatoka nje kuja ndani. Lakini yale ambayo yanatokea ndani kwenda nje, kwa maana ya kwamba attitude yako, uwezo wako wa kufikiri, uwezo wako wa kufanya maamuzi, namna ya kujiamini mwenyewe, namna ya keep promises mbalimbali ambazo umeziweka. Kuna wakati fulani umejiahidi wewe mwenyewe kwamba nitaamka muda fulani, lakini hauamki. Hiyo pia ni changamoto, lakini hilo jambo liko ndani ya uwezo wako. Lakini mtizamo wa mtu mwingine juu ya wewe kuamka kwako hana control, wewe ndio una maamuzi. Na ndio maana utakuja kugundua kwamba kiasi cha wewe ambavyo utakuwa umewekeza nidhamu yako kufikia hatua bora zaidi ya maisha inategemeana na namna ambavyo wewe binafsi unajikeep, wewe binafsi unajipa nidhamu binafsi, ili uweze kutekeleza yale mambo ambayo ni madogo madogo, lakini yana msingi ya kuweza kukusogeza.